Naitwa Samuel Simon Rumito, mtoto wa kwanza katika familia ya Askofu Simon Rumito. Baba yetu alitupenda sana. Alikuwa mwenye upendo sana kwa familia yake, lakini pia alikuwa mwenye upendo sana kwa kanisa lake. Aliipenda kazi ya Mungu kama vile alivyojipenda mwenyewe. Ni kweli baba yetu amelala, lakini tunatumaini na tuna imani kwamba tutaonana naye siku ya mwisho. Sisi tunafahamu hakuwa mtu mwenye ubaguzi. Sisi tunajua hakuwa mtu mwenye makundi. Alijitahidi kuondoa makundi na kuleta umoja. Na hilo ni alama kubwa ambayo ameiacha katika familia na katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Alitumia muda mwingi sana kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Na mara nyingi sana, usiku, mchana, hakuacha kuifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Tunaweza tukasema ametufundisha kitu kikubwa kupitia maisha yake. Na daima alisisitiza kwenye eneo la utumishi wa Mungu, kitabu cha Wakorintho sura ya 4 mstari wa 15. Akiwa akituambia kwamba kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, lakini hamna baba wengi, bali mimi ndiye niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Na huku akitueleza mstari wa 16, basi nawasihi mnifuate mimi. Alituambia hakutuzaa tu kimwili, bali pia alikuwa ni baba katika Kristo Yesu. Kwa tulijivuna kwa sababu hiyo. Na alitusisitiza sana kumpenda na kumtumikia Mungu. Na sisi tukachagua kwamba tutamfanya huyo Mungu wake kuwa namba moja katika maisha yetu. Baba alikuwa ni mtu wa maono. Na kila alipopata maono kwa maana ya mipango, aliisimamia kuhakikisha inatimia. Hakulegea kuhakikisha maono aliyoyaanzisha yanatimia. Alikuwa jasiri, mwenye imani na mwenye nguvu na mwenye kiu ya kuona yale aliyoyaanzisha yanatimia. Tunapokuwa hapa, namna bora tunayoweza kuifanya ya kukumbuka uhai wa kwake na maisha yake ni kuishi kile alichokianzisha. Ni kusimama imara, ni kuwa na uchu na kiu ya kuona mambo aliyoyaanzisha yakiendelea mbele, lakini pia mambo unayoyapanga yanatimia kwa wakati. Lakini tunachokikumbuka yale maombi aliyoyaomba usiku. Mimi nikiwa Bukoba nilimpigia simu mdogo wangu kumuuliza anaendeleaje. Nilimpigia usiku saa 1:43. Sasa wakati nazungumza naye akawa anasema, "Halo, baba anaendeleaje?" Alafu saa hizi ni saa 1:43. Sasa hivi ni saa 1:43, anarudia. Baadaye akaniambia, "Kaka," nikamwambia, "Naam. Hatuna baba. Saa hii saa 1:43. Nikamwambia mdogo wangu, uwe imara, uwe jasiri. Kwa sababu Mungu ameniruhusu, basi anatuamini kwamba tunaweza kusimama imara.